Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakushukuru Sheikh wetu kunipa hii nafasi, japokuwa sikutarajia kabisa, lakini nitajaribu nigusie ninavyoweza. Najua wakati si mwingi, watu wamechoka mwezi mzima madarasa, kwa hivyo nitagusia, nitajaribu vitu brief na muhimu. Kama Sheikh aliniambia nizungumze kuhusu stroke. Stroke ni kitu ambacho ni serious sana. Kila siku twaiona huku mitaani, kila pahali, hospitali, na ni kitu imesabiriwa kuwa itaendelea sana, kwa sababu siku hizi kuna haya migonjwa yaitwa civilization disease kama hiyo kina migonjwa siku hizi kuna yamezidi kama mapresha, sukari, ugonjwa wa moyo. Yote haya yanachangia stroke. Stroke mwanzo ni muhimu tujue ni nini. Stroke ni emergency ambayo inaathiri bongo. Mara nyingi sisi tunafikiri stroke ni ugonjwa wa moyo, lakini la, stroke ni ugonjwa wa bongo. Na bongo pia nataka kugusia tujue bongo lafanya kazi vipi. Bongo ni kama ile main switch. Functions za mwili mzima zinakontroliwa kutoka kwa bongo: kuinua mikono, kuvuta pumzi, kutembea, ile kusikia udhaifu, balance, kila kitu inatoka kwa bongo. Sasa na hiyo bongo kufanya kazi lazima damu ipite. Damu ambayo ina contain vitu kama oxygen, glucose, ndio inakwenda kwa bongo, ndio inafanya bongo inafanya kazi sawa sawa. Sasa ile supply ya damu ikienda kwenye bongo, kama inakwenda kwenye bongo ikikatika, ikiwa stopped, ama hiyo ndio ni stroke. Kwa ufupi ni kama accident. Na sasa sisi hapa stroke aina mbili ndio sana ndio tunaziona. Aina ya kwanza ambao ni kuna kama blockage, kama clot. Damu inakwenda ikifika pahali kwenye mshipa inazuilika. Na sasa hiyo kuzuilika inaletwa sana kama na cholesterol, mfano cholesterol, na kuna blood clot. Kwa hivyo damu ikifika pale haiendi kwenye bongo. Sasa ile blockage ndio damu bongo haifanyi kazi yake, inaleta stroke. Na aina ya pili ni ile mshipa unakatika kabisa na ile damu inamwika kwenye bongo. Stroke ambayo sana iliyoko hapa ni ile ya kwanza, ile ambayo ina blockage. Na ni karibu 90% ya stroke zote tunazoziona inaletwa na ile blockage. Na ya pili karibu 10% hivyo. Na pia kuna kitu inaitwa mini stroke. Kwa kidaktari inaitwa TIA, transient ischemic attack. Sasa hiyo ni kuna brief interruption ile blood supply. Siku ile supply ya damu kwenda kwa bongo inakuwa interrupted kidogo tu. Kwa hivyo mtu anapata zile dalili za stroke, lakini wenye mwili unajicorrect. Mwili unajicorrect baada ya masaa 24 mtu anaanza kuwa sawa. Sasa hiyo inaitwa mini stroke. Sasa nataka kuzungumza kuhusu zile symptoms za stroke. Stroke inakuja vipi? Stroke mara nyingi huwa ni sudden, ni ghafla. Ukiona kuna ganzi ama weakness kwenye uso, mikono au miguu, tena kwa sana upande mmoja wa mwili, uanze kufikiria stroke. Dalili ya pili ni kuwa ile kuzungumza inaanza kwa mtu, inaanza kubadilika. Mtu ile mazungumzo yake yanaanza kwa kama slurred, ile haeleweki. Na mtu pia kuelewa inakuwa tabu, mtu anakuwa haelewi. Na pia stroke kwa mtu kama ghafla mara haoni, anaona kama macho ile haoni upande mmoja, pia hiyo tufikirie ni dalili ya stroke.
Na dalili nyingine ile kutembea, mtu kutembea yake ile balance inaanza balance inaondoka. Na pia kitu chengine, mtu sana anapata headache, kichwa kuuma, ambao ni very severe. Hata utaona mtu kwamba mimi maisha yangu sijauma kichwa namna hino. Kwa tukiona vitu kama hivyo, tuanze kufikiria hizo zote ni dalili za stroke. Na tuzungumze risk factors, vitu gani ndo vinasababisha sana stroke kutokea, ambavyo ukiwa navyo vina uwezekano wa stroke kutokea inazidi. Hizo vitu risk factors tafganya mara mbili. Upande wa kwanza ni vinaitwa modifiable, ambavyo twaweza kufanya kitu, na non modifiable, hatuwezi kufanya kitu. Kwa hivyo Tanzania vile hatuwezi kufanya kitu sana, vitu ambavyo hatuwezi kufanya kitu kama old age. Mara nyingi mtu akianza kufika miaka 65, hiyo ndo chance ya kupata stroke inazidi. Na kwa vile utu uzima inaleta stroke, na yajulikana wanawake wanaishi sana kuliko wanaume. Kwa hivyo wanawake pia, kwa mwanamke inaongeza risk factor ya kupata stroke, kwa sababu mwanamke anaishi zaidi kuliko mwanamume. Na risk factor ya tatu ambayo hatuwezi kufanya kitu, resino yetu kwa Mwafrika imeonekana kwa chance ya kupata stroke kama wewe ni Mwafrika ni kubwa kuliko wazungu, kwa sababu sisi wa Afrika sana ndio migonjwa ya mapresha, masukari, migonjwa moyo ndio inasababisha. Na kitu chengine ambayo inaongeza risk factor ni kama umepata stroke before. Kama umepata stroke before, kupata stroke tena chance inakuwa nyingi sana. Sasa hizo zote tulotaja hizo ni non modifiable, maanake hatuwezi kufanya kitu about them. Sasa tutazungumza vitu ambavyo tuweza kufanya kitu about them. Nao kama pressure, sukari, kuvuta sigara na hizi vitu kama hivyo. Hivyo tunaweza kufanya kitu, tunaweza kucontrol pressure, tutagusia baadhi. Na pia kitu chengine ambacho yafanya stroke kutokea ni migonjwa ya moyo. Kuna migonjwa ya moyo mitatu au sana common ambao yafanya stroke kutokea. Kuna ugonjwa mmoja unaitwa atrial fibrillation, ambao ile moyo vile inavyo contract, contract vile kawaida. Sasa ina contract kitaratibu ile, na contract kitaratibu ile damu haitembei, haifiki kwenye moyo vile inavyotaka. Kwa hivyo unaweza kuleta clot. Na ugonjwa mwingine heart attack, ugonjwa wa moyo. Again same thing, mtu akishapata heart attack, kuwa pale kwenye moyo pale ile area inakuwa ngumu, kwa hivyo pia damu haiendi vizuri. Na pia heart failure, utaona pia moyo kidogo, ile nguvu ya moyo ikipungua, pia same thing. Kwa hivyo ni vitu, migonjwa ya moyo ambayo yanaleta stroke. Sasa tuzungumze kitu gani yaweza ikafanya to prevent hizi stroke. Kitu cha kwanza ni healthy lifestyle. Kama ustadi alosema, ni lazima tujijue sisi, manake sisi kila kitu tunaishi twala. Mara utaona mtu maharusini, mtu anakula nyama utafikiri ni hunter. Mtu anakula nyama kama hakuna kesho, si ndio? Pia muhimu to control hizi mapresha na masukari, manake na tutaelezea kwa hivi kucontrol mapresha na sukari ni vile vile ukienda kwa daktari atakwambia exercise, kutumia dawa, vitu kama hivyo, na kujijua, kujipima, vitu kama hivyo, na kuvuta sigara. Sasa sisi level yetu, nakumbuka sisi tulipokuwa tukiinukia tusikia sigara si haramu, sigara makuru, lakini level yetu sasa nafikiri hiyo ni vitu stad hatuzungumzi tena kuhusu makuru.
Maana sasa studies zishaonesha kuwa sigara yaleta kila aina madhara, na kitu ambacho chatuletea madhara hatuwezi tukakitolerate. Ama ustadhi, sawa. Sasa katika problem kubwa hapa jamii yetu, ya kitu ambacho chasababisha sana mambo ya stroke ni hizi kuto control pressure na sukari. Sisi nafikiri sote, kila mtu anayetumia dawa atakwambia atatoka kwa daktari, akienda nyumbani atapambana na daktari mwingine, ama na huyo daktari sana ndo ataanza kuadvise vitu vingine. Na imeonekana kuna sababu karibu 9-10 watu kwa nini hawatumii dawa. Sababu ya kwanza, kama watu wanaacha kutumia dawa kwa sababu ya side effects, wanaogopa side effects. Na side effects kubwa ya dawa hizi ndotaja za pressure na sukari, side effects kubwa ni nguvu za kiume zinapungua. Hiyo nafikiri, wajua sisi wanaume invest a lot of ego kwenye mambo ya sexual thing. Maana sisi afadhali wewe uwe maskini kuliko uwe maskini kwenye mifugo kuliko maskini katika ile bali pengine kwa wanaotoa nguvu za kiume. Kitu cha pili, cost. Ngoja kabla sijaenda kwenye namba 2, mjue kama hizi muhimu, watu wajue kwa hizi side effects zinatibika sana. Dawa za pressure ambazo zinavunda nguvu za kiume ni hizi dawa zinaitwa diuretics, hizi za kukojoza sana. Sisi resi yetu ino, chumvi imeganda mwilini, kwa hivyo sasa chumvi ikiganda mwilini ndio pressure inapanda. Sasa hiyo chumvi kuitoa lazima tupae zile dawa tuikojoe. Sasa zile diuretics ni dawa nzuri sana za kuteremsha pressure, kwa sababu ile chumvi yote iloganda mwilini twaikojoa. Lakini problem, dawa jua zinakuja na side effects sana hizi dawa diuretics. Hizi kama Lasix, hydrochlorothiazide, clotharidone, hizi dawa ambazo side effects zake ni upande wangu. Lakini siku hizi kuna dawa mpya, kama kuna dawa moja inaitwa Nebivolol, ambayo sana mtu kama ile dawa nasema ile hawezi mwili wake kukubali kama yeye ana upungufu wa nguvu za kiume, tunabadilishia, wanapawa dawa kama hizi Nebivolol. Tena hizi Nebivolol siku hizi zinatiwa zinc, ambayo zinc inajulikana inasaidia nguvu za kiume. Kwa hivyo side effects zote za dawa zinatibika. Kwa hivyo watu ni muhimu wajue kwa dawa side effects zake zinatibika. Kitu cha pili ambacho kinafanya watu wasitumie dawa ni cost. Problem kweli, siku hizi ukienda kwa daktari, najua madaktari wetu, najua akikuandikia Panadol amejidharau. Ataka daktari akuandike dawa ya kisawasawa ya ghali. Ni muhimu ukiandikiwa dawa uzungumze na daktari, mueleze kwa mimi sitoweza kuafford. Maanake patients, wagonjwa wote wana right kumwambia daktari, kuzungumza about ile treatment course na daktari. Si daktari akupe dawa tu uchukue utakwenda nyumbani ikudhuru ama uwezi kuafford. Ni muhimu umuulize daktari, hizi cost itakuwa pesa ngapi kwa mwezi. Kama huwezi na mapema umwambie daktari. Kitu chengine ambacho chafanya wagonjwa wasitumie dawa ni kitu inaitwa polypharmacy, ambao ni utakwenda utapawa dawa nyingi sana. Utakwenda siku hizi, nafikiri watu ukienda utasikia mtu mimi natumia dawa 5, dawa 6, ambao inafanya wagonjwa wasitumie. Lakini still pia unaweza kuzungumza na daktari. Siku hizi kuna dawa ambao utatumia tembe moja, lakini kuna kama dawa 3 zimeshikana. Ukitumia tembe moja ni kama umetumia dawa 3. Na kitu chengine ambacho chafanya watu wasitumie dawa ni mtu akishatumia dawa, especially mgonjwa pressure na sukari, pressure yake mfano mtu amekwenda kwa daktari, pressure iko juu, akishapawa dawa pressure ikishakuwa normal, anaona mimi nimepoa.
Sasa ndio especially hizi chronic diseases ni kama migonjwa ya pressure, sukari, ni migonjwa ambayo utatumia dawa siku nyingi. Mtu akishatumia siku mwezi, miezi miwili, anaona pressure inakuwa sawa, basi anaona ashapoa. Atakwenda kwa daktari mwingine, atapima, ataona pressure iko sawa, daktari atamwambia wewe huna pressure, lakini hakumweleza daktari kama mimi natumia dawa za pressure. Sasa daktari mwingine anaweza kukustopisha kitu kama hivyo. Mtu anatumia dawa, lakini baada ya mwezi, siku kidogo, zile symptoms zinapotea, anawacha kutumia dawa. Na kitu chengine chafanya wagonjwa kutumia dawa ni misunderstanding, ni ignorance. Watu hawajui kwa nini natumia dawa. Kama nishapata wagonjwa wengine ambao husema, ni madaktari mwaona sisi wajinga, ugonjwa aina gani watumia dawa miaka 20 upoe? Sasa tumadawa miaka 20, ugonjwa gani watumia dawa? Maana mtu hajui kwa nini atumia dawa. Sasa tutakatuzungumze hizi itikadi, misconceptions kuhusu stroke. Ziko itikadi sana katika jamii yetu, tunataka muhimu to get away with them, tusizililio. Itikadi ya kwanza, sisi watu wengi wanafikiri stroke ni ugonjwa wa wazee. Stroke inaweza kuja mwaka mtu umri wowote, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, inaweza kuja wakati wowote. Na misconception nyingine ni kwa stroke huwezi prevent. Stroke inaweza kuwa prevented. Sasa namalizia, nataka kuhusia tu kuhusu kitu muhimu katika tukiona hizi emergency tufanye nini. Na pia nimesahau kusema kwa stroke inatibika ikipatikana time haraka. Nataka kuhusia kuna kitu inaitwa fast, haraka, FAST, fast. Maana ukiona mtu kama amezimia ghafla, fast, ile F ameanguka, ile F ya kwanza fast, unaangalia face, ile uangalia kama uso wake umekwenda upande mmoja ama mdomo nini. F, fast. A ni arms, mikono. Unamwambia mtu kama alianguka, inua mikono yako juu ama miguu juu, inua. Hiyo ni arms, unaangalia. Alafu S ni speech, unazungumzana, unamuuliza swali, ndio uko wapi, wanijua mimi. Tukiona hizo vitu vote kuna shida, ndio sasa kuna T. T maana yake time, kumpeleka mgonjwa hospitali. Na kama tulivyosema, stroke ikipatikana haraka inadhibika. Kwa hivyo sina mingi, nafikiri nimechukua muda mwingi. Kuna maswala yoyote juu ya maradhi stroke? Watu wengi wasema mtu akishikwa na stroke, mwanzo tunasema baridi ama kisha mtu wasema kwa kumpeleka hospitali it's useless. Mpaka nataka matabibu ya tibu kwa stroke, hospitali wapatiza pesa. Sasa tuzungumze kuhusu baridi. Baridi sisi tunaelewa ni ile kama tulivyosema, baridi ni facial nerve palsy, ile kama migonjwa ya harusi. Sasa hiyo Kiswahili nafikiri ya ugonjwa wa harusi. Sasa hiyo facial nerve palsy ni nerve ya hiyo facial nerve, ni nerve moja ambayo inakwenda kwenye uso na inasaidia hizo mambo kufunga macho nini vitu kama. Sasa ile facial nerve palsy inaweza kuja kivyake ama inaweza kuja kwa sababu ya stroke. Sasa ile facial nerve palsy huwa ikija outside the brain huwa haihusiki na stroke, lakini ikija inside the brain ndo inahusika. Ikiumia outside the brain haihusiki na stroke, lakini ikiumia inside the brain inahusika na stroke. Na kuna migonjwa mingi ambayo inaweza kusababisha facial nerve palsy, kama viruses hizi, polio, kuna hizi Bell's palsy, vitu vingi. Lakini ikiwa ama pia mtu kama amedungwa kisu, vitu kama hivyo, trauma, ameumia, inaweza kuleta hiyo facial nerve palsy. Lakini ikisababishika na stroke, kwa ile stroke ile tulivyosema, ile stroke imetokea either imekatika ama kuna ile blockage, alafu ndio imesababisha ile. Na kwa ile facial nerve palsy kama si haihusiki na stroke,
hata madaktari wasema best ni kutibika kimatabibu, lakini ile stroke ni lazima itibike hospitali, kwa sababu stroke, nimesahau kusema hino brain cells, hizi cells kwenye bongo yahitaji dakika 3 tu bila oxygen kwanza kufa, alafu haifanyi kazi vizuri. Nimesema chakula chote ile healthy food. Nafikiri healthy food sote tunajua ni kupunguza nyama nyekundu, nyama ya mbuzi, ng'ombe, sana kutumia samaki, kuku, mboga, kutumia fruits. Sasa chakula mafuta kupunguza, vitu kama hivyo. Sasa kupunguza chumvi, sawa, na ile kusema ile portion pia, sikula kama ambaye hakuna kesho. Daktari bwana anapokuja yule mgonjwa wa advice wewe kwamba dawa hii kwa mjua mgonjwa kama advice asitumie dawa hii kwa sababu si nzuri. Kwa maradhi yetu ni hayo hewadanana. Lazima ni sasa, in fact ni sheria nchi zingine za Ulaya, ukimpa mgonjwa dawa lazima kila dawa mwambie hino side effect yake ni hino. Maana kuna dawa zingine pia mfano side effects zitachelewa kama wiki 3 mwezi ndio zitatoka. Ni uzuri walete hizo sheria kwa daktari, kila kikupa dawa lazima kueleze side effect yake ni nini. Tueleze kuhusu generic drugs. Tuambiwa nyingine za ghali, second quality, third quality. Sasa generic drugs ni kama kwa mfano maji. Maji ni maji, water. Lakini wengine wataita Keringet, wengine wataita Dasani, wengine wataita kila ina jina, Mombasa, sijui nini. Sasa zile original drugs ni dawa ambazo wale walizitengeza mwanzo wakazi patent. Manake wakishazi patent haufai nyinyi kutengeza zile dawa, na wametumia pesa nyingi, usually wametumia pesa nyingi kuzitengeza zile original, kwa hivyo ndo zinakuwa ghali. Lakini hizi generic utasikia zimetengezwa India kwa sababu ile manpower ni cheap. Pengine manpower kule per hour India mtu kufanya kazi hata ni $1, pengine zile original zilizotengezwa Ulaya per hour itakuwa ni $100. Sasa ndo hizo ndo tofauti. Dawa ni zile zile, lakini obviously zile original wanatumia manpower, wanatumia vitu expensive, zile vitu pia zile za kutengeza zile dawa, zile chemicals ni more potent, more zina nguvu zaidi, zinafanya kazi vizuri zaidi kuliko zile, lakini dawa ni hiyo hiyo. Katika ugonjwa wa kupoza stroke, mtu ameanguka ghafla, amepata stroke ile sio ya kukatika mshipa, ile ya blockage. Na hii nazungumza na experience. Mtu ameanguka alafu ameweka kujikaraha chini ya ulimi, baada ya muda mchache akatatuka, akawa yuko sawa. Labda serikali hapa tusaidie ile udhibara unasaidia kuondosha blockage hapa na kama alivyotangulia daktari kusema kwamba hatari ya stroke ni kwenye bongo. Ikiwa bongo halijadarika, kila kitu ni rahisi. Ikiwa bongo halijadarika, kila kitu ni rahisi. Zile dawa zinaweza kufanya kazi kwa haraka sana, na udil karaha ni moja ambayo kwamba ni very powerful herbal drug, na yataka watu wazee wa zamani walikuwa kuna dawa hawazikosi ndani ya majumba, ni first aid.
moja ni karaha, moja ni hamba soda, moja ni tangawizi, moja ni manjano. Unajua hizi ni food supplement, si dawa pase, lakini food supplement hizi ziko very powerful. Subili, hizi ni vitu ambao wazee walikuwa wakiviona. Sasa ile karaha kwenye blood stream, ikiwa mtu amepata blood clot na haikuwa affected kwenye bongo, inakuwa mara moja. Saa nyingine kwa mtu anapata ulimi mzito kusema. Unajua kusema ulimi ukiwa mzito, mambo ni mawili. Kwenye bongo, imedharika kwenye bongo, kuna mahali ambapo kwamba circulation ya damu yapita pale kwenye bongo. Sasa pale ile ikawa haipiti, sasa pale huwa ni taabu sana. Kama dawa, jaribu hiki, kuna antibiotic haya na nini, utampa udhulkaraha, lakini itachukua muda sana, kwa sababu ataanza yule kusema tuale maneno hayasemi mpaka aweze kusema baba, kisha kidogo kidogo, with the time. Unajua time is the best healer. Lakini ikiwa haikufika stage hiyo ya bongo, inakuwa ni rahisi sana. Unamwona mtu papa anainuka, unamwona mtu mwingine amepata, ukaona ni stroke, inaweza kuwa ni mild stroke, inaweza kuwa si stroke hapo, ameanguka kabisa, apigi mahali. Sasa kwa sababu bongo halikugusika, mtu yule baadaye ukamwona ukampa dawa kainuka. Sasa hatari ni bongo, na bongo nataka kuhifadhiwa. Ukijiona wewe vision yako ina matatizo, ukiona maneno yako yana matatizo, ukiona kwamba kisunzi hakiondoki, au ukiona mara waona kisunzi, ni lazima utafute daktari haraka ili akuangalie. Inaweza kuwa pengine kitu kidogo, inaweza kuwa pengine ni riahi, ni gesi, lakini usikudharau, kwa sababu umedharau na mwili wako, kisha inaweza kuwa makubwa. Inaweza kuwa mtu ana gesi tu, gesi bado, kama mtu majasho yametoka, hali imebadilika, kama maji ya tangawizi kuishi kwa, lakini inaweza kuwa ni zaidi. Kwa hivyo nataka mtu saa zote awe na tahadhari, na hasa ukishapita miaka 40 wewe ushawaishi kwa bonus, waishi kwa bonus, ni lazima uwe na tahadhari kubwa. Na katika kula, kama alivyosema daktari, kula kila intake ikipungua ni vizuri zaidi. Kila ikipungua chakula ni vizuri zaidi. Watu kuona Waswahili kwambia kula ni afya, maana kila ukipiga zaidi ni afya. Hiyo si kweli. Kila ukila sana ni maradhi sana. Safari moja wakati wa Iranian Revolution, yule Ayatullah alipokuwa toka zake Faransa India Tehran. Sasa kuna mwandishi mmoja akiitwa Hussein Haikal, alikuwa amekwenda naye atakuandika kitabu The Return of the Ayatollah, kitabu chake kiko hivi. Asema tukifika pale airport, ikawa haiwezekani kabisa kumuinterview huyu mzee. Millions of people, ikawa watu wote from correspondent tunataka kuzungumza naye, hawezi. Basi tukaambiwa sisi tuende kwenye hoteli,
ataletwa kwenye hoteli upate kumuuliza maswali. Sasa ile hoteli ni 13-story building. Kenda pale tunangojea nje, ni kweli watatuleta kweli hapo hoteli, kaona labda tutanganya. Sasa wakati pale nje, mara akaletwa. Ndio kuletwa pale. Wala kaambiwa nyinyi pandeni juu kabisa. Huyu bwana hapandi lift, atakwenda hivi rooftop 13-story building. Wengine wakapanda lift. Msende naye lazima sikupanda lift. Mimi nilifuata yeye kwenye ile group ya security nyuma. Bana yule mzee akapanda mpaka kufika 13 floor. Mimi ningefika pale nazunguka na pumzi kweli. Nilikuwa dakika 15 mpaka kuweza kuwa tayari kuweza kumuuliza maswali. Akamwambia take your time. Sasa swali la kwanza, wewe ana nini bwana? Alisahau masala ya revolution kuja hivi kwa vipi ni na wewe ana nini? Kuangalia ile nini? Mwenyewe ana kipande kimoja cha mkate. Akasema mimi na kipande cha mkate kwa na maziwa na zabibu na asali. Basi once na jioni mara moja basi. Sasa unajua kula kila ukila zaidi na hatari yetu sisi, utaona kwamba matumbo yetu yana problems siku zote. Constipation, indigestion. Utakula saa 4 za usiku lala, utakuwa kwenye indigestion. Au saa 3 saa 4 ulala, lazima utapata indigestion. Badala ya kula saa 12 au usile kama utafuta kitu kidogo tu. Usiku si wakati wa kula. Lakini sasa ile lifestyle yetu ya kula ni mbaya. Na kitu cha kula inaweza kuwa pengine bana kitu cha rahisi. Wewe ukapita dukani ukanunua karoti moja, ukapita na tamata moja, ukala na ndizi moja, lakini wewe utakuwa unatafuta mahamri na nini ile zile pesa zote zile umeziinvest kwenye chakula ambao ni junk food, sumu tupu, ambapo kwamba ungelinunua tamata moja na karoti moja na ndizi moja na chungwa moja, ingekuwa si gharama ndoto zile. Nafikiri mpaka kesho daktari ataendelea na jambo lingine. Asante.